Uchaguzi wa Nepal. Tunaye hapa Majid Mjengwa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Mjengwa, karibu sana na habari za hapo. Shukrani sana. Asante kwa kunipa nafasi hii. Nepal imefanya uchaguzi wake baada ya muda kupita tangu walipofanya mapinduzi ya kiraia na kuondosha utawala uliokuwepo, na sasa tumeona wamefanya uchaguzi na Barendra Shah anaonekana kufanya vizuri katika uchaguzi huo. Nini maoni yako? Asante sana. Barendra Shah, miaka 35, inawezekana akawa ndio waziri mkuu kijana kuliko wote duniani kwa sasa. Anakwenda kushinda ushindi wa kishindo. Ikumbukwe ni miezi 6 hivi imepita tangu shughuli ile au shida iliyopatikana ya maandamano ilikuwa mwezi Septemba mwaka jana. Ni ushindi unaotoa tafsiri ya vijana kwa mgongo ule wakati uliopita wa viongozi waliokuwa mafisadi wasiokuwa wanajali maslahi ya Nepal. Kwa hiyo Kathmandu inakwenda kupata waziri mkuu mpya iliyotokana na yale tuliyoshuhudia mwaka jana, na kuna nchi ya Bangladesh, kuna nchi ya Sri Lanka. Hizo zimechelewa kufanya chaguzi zao, lakini hawa wamekuwa wa kwanza kufanya uchaguzi baada ya yale yaliyotokea tuliyoshuhudia mwaka jana. Na waziri mkuu kijana zaidi baada ya vijana ama vuguvugu la vijana maarufu Gen Z kufanyika na kuondosha utawala uliopo, sasa ni kama wamefanikisha azma yao ya kumweka kijana mwenzao madarakani, sio? Ndio tuone sasa vijana kwa nafasi kwa maana ya kwamba wamempata na walijiandikisha kwa wingi sana, na dalili zote zilikuwa zikionyesha kujiandikisha kule kwa wingi kwenda kupiga kura ilikuwa inaonyesha wanakwenda kuchagua kiongozi ambaye atakuwa ndio chaguo lao. Ni rapa, wanasema rapa Tisu, ni mwanamuziki maarufu wa nyimbo zile anasema za kufoka rap. Kwa hiyo atafanyaje sasa kwenye kukabiliana na hali za uchumi ambayo ilikuwa ndio moja shida kubwa ya Nepal, ilikuwa hali za kiuchumi, ufisadi uliotamalaki, watu kukosa ajira. Kwa hiyo muziki itabidi kwanza aende akafanya siasa, sio kuimba. Kwa hiyo ni matarajio makubwa kutoka kwa vijana walio wengi katika Nepal, kwamba wanakwenda kuona mabadiliko katika nchi yao ambayo ina shida kubwa. Karibu watu milioni 6 katika Nepal wapo nje, wanakimbia kila siku, na hata yanayotokea sasa katika Mashariki ya Kati yanawaathiri sana, kwa sababu wengi ni wahamiaji wageni wanaofanya kazi katika nchi mbalimbali za dunia. Sasa na tumtazame sasa huyu kiongozi mpya ambaye amechaguliwa. Ni mtu wa namna gani? Kwa sababu tunaona rekodi zake, alikuwa meya wa Kathmandu baadaye akajiuzulu, lakini amekuwa miongoni mwa watu wenye ushawishi mkubwa, japo ametokea kwenye historia ya muziki nchini humo. Kwa ujumla ni mtu wa namna gani hasa inapokuja masuala ya uongozi? Ni kweli tusifikiri hivyo tu kwamba ni msanii. Hapana, amepata kuwa meya wa jiji la Nepal maana Kathmandu. Kwa hiyo anao uzoefu na ameonyesha uwezo huo, na ametumia muziki kwenye kufikisha ajenda zake, na sasa ameonyesha ushawishi mkubwa kwa sababu mitandao ya kijamii au platform hizo zimekuwa na nguvu kubwa, na yeye amekwenda na wakati huo kuliko wale kina Oli wenzake ambao walikuwa ni watu wazima sana na chama ni cha zamani sana. Kwa hiyo ameonyesha kwamba anaweza endapo atapewa nafasi. Amepewa nafasi, lakini ndio kwanza, isipokuwa tuweze kuona sasa katika hizo miezi 2-3 ijayo atakuwa na sera zipi, ajenda zipi kimataifa. Lakini Nepal ni nchi ambayo moja nchi maskini sana, kwa hiyo ana mlima mkubwa. Shah ni mwenyeji, jina la mtaani, katika kuikabili hali ambayo iko mbele yetu. Ukitazama pia kwamba dunia iko katika wakati mgumu kwa sasa, na yeye anabebeshwa mzigo mkubwa wa kuiongoza Nepal katika wakati ambapo vita vimetamalaki na hali za uchumi zimekuwa ngumu, lakini uwezo anao. Sasa na hii tafsiri yake ni nini katika nchi ambayo
kwa miaka hivi karibuni tumeshuhudia ikiongozwa na watu wenye umri mkubwa ama wazee, akiwemo KP Sharma Oli ambaye pia alikumbwa na vuguvugu hilo la kutaka mabadiliko katika taifa hilo, na baadaye tunaona anarejea kwenye uchaguzi ambao ameshindwa vibaya na kijana huyu mashuhuri miongoni mwa vijana. Unatafsiri vipi hiyo transition kutoka kwenye kuwa na watu wenye umri mkubwa zaidi kwenda kwenye watu wenye umri mdogo zaidi, kwa maana ya kijana mwenye miaka 35 sasa anakuwa waziri mkuu wa Nepal? Good luck. Swali zuri sana. Oli na chama chake cha Nepal Congress Party walitakiwa wasome alama za nyakati. Paswa kupelekwa mtu aina ile kugombea katika wakati uliobadilika. Chama kinaweza kukaa kikongwe, lakini kikawa na ujana kutokana na watu walio ndani ya chama hicho. Wakati huo tunaona walio wengi ni vijana ambao walifanya yale maandamano yaliyoondoa utawala ule uliopita au yakafanyika wakajiuzuru. Tulitakiwa pia chama kile cha upinzani, chama si tawala kikongwe kile, kiendane na wakati uliobadilika. Na sasa tunaona vijana akiongozwa na Balen, kwa maana Virendra Shah. Mtihani mkubwa uliopo sasa ni kuonyesha utofauti, kwa sababu endapo naye pia atashindwa kuendesha siasa zilizo bora na kuleta mabadiliko, kutakuwa na hali ya kukata tamaa na kurudi kule walikotoka. Lakini hii ni fursa kwa Nepal. Kubwa lingine kilichotokea mwaka jana mwezi Septemba ilikuwa ni mawe yaliyowekwa kama kwenye nyumba ya ujenzi. Kwa hiyo anatakiwa yaangalie yale mawe yaliyopelekea yale maandamano, yalionyesha kwamba Nepal inatakiwa ijengwe kwa namna gani sasa, kwa sababu vijana walifika mahala wakashindwa kustahimili. Kwa hiyo ni mawe ya msingi yaliwekwa Septemba mwaka jana, mwaka jana kwenye yale maandamano, ambayo sasa huyu aliye madarakani anatakiwa atokee pale, yale walikuwa wanayataka mabadiliko ayatimize, vinginevyo na yeye atakuwa na siku zinazohesabika au miezi inayohesabika. Sasa ni mambo gani sasa ambayo yako mbele yake Virendra Shah, ambayo anamsubiri katika taifa hilo ambalo umelitaja miongoni mwa mataifa maskini lakini yenye fursa kubwa ambazo wengi wanaona bado hazijatumika ipasavyo? Ni kweli ni nchi ndogo ambayo kwa eneo ina watu ambao wanategemea sana utalii, na yeye sasa anakabiliwa na changamoto kubwa ya uchumi ambao inahusu kujenga uchumi wa Nepal, kukabiliana na ufisadi. Unajua, moja ya vitu ambavyo vilipelekea vijana wale kuingia mitaani ilikuwa hata kuangalia tu picha tu za mitandaoni za wale watoto wa viongozi waliokuwa wakionyesha maisha ya nasa, yaliwakera sana, kwa sababu kuna wachache wanaonekana wamenufaika sana na ustawi au uchumi wa Nepal, wakati walio wengi wana hali ngumu. Kwa hiyo anatakiwa aende address, wanasema Kiingereza, aende akalifanyie kazi, aonyeshe huo tofauti akiwa madarakani. Na ajira, watu wanataka kazi, wawezeshe vijana, sio kuwapa kazi, kuwawezesha wapate ajira. Kwa hiyo vijana wengi wanaondoka kila siku kutafuta ajira, lakini watengeneze ajira katika Nepal pia. Kwa hiyo ana mtihani mkubwa, lakini ana fursa kama atayaishi yale ambayo alikuwa anayafikiri katika Nepal anaoitaka yeye na vijana wengi watu wengi wa Nepal. Na manake anakabiliwa pia na pressure kubwa kutoka kwa vijana wenzake, kwa sababu imekuwa ni kiu ya vijana kuweka kijana mwenzao mamlakani. Sasa wamefanikisha hilo, manake ni kwamba watakuwa na matarajio makubwa sana kwake, sio? Na hilo ndio kubwa ambalo ni pressure kubwa, kama alivyosema kwake yeye. Matarajio ni makubwa, lazima awe mkweli pia kueleza hali halisi, wakaelewa, lakini matumaini yao ni kuiona Nepal walio wengi ambao ni vijana tofauti. Kumbukwe hata walipoingia mitaani, hata walipomchagua waziri mkuu wa muda walitumia tu mitandao wakamchagua. Kwa hiyo hawa ni watu ambao asipokaa nao vizuri, hata yeye atakuwa na wakati mgumu, kwa sababu kile walichokuwa wakikipigania watataka waone mabadiliko ya haraka, yaanzie na Virendra Shah mwenyewe, namna atakavyoiendesha taifa la Nepal. Lakini tukiangalia pia namna ambavyo vijana wenzake wanafanya ambao ni wakuu wa nchi katika mataifa mbalimbali. Kwa mfano tukiangalia hapa Afrika tuna kina Ibrahima Traore, japo yeye aliingia mamlakani kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi. Huyu ni wa Burkina Faso, sasa ana miaka 37 hivi. Simon Harris wa Ireland ana miaka 37. Lakini Daniel Noboa Ecuador, ambaye naye pia aliingia mamlakani hivi karibuni mwaka 2023.
tuna watu kama kina Bassirou Diomaye Faye wa Senegal. Viongozi hawa vijana wameonyesha uwezo na rekodi za namna gani ambayo inaweza kaleta matumaini kwamba hata huyu kijana ambaye ameibuka katika nafasi kubwa nchini Nepal anaweza akatimiza matumaini hasa ya kizazi kipya? Good luck kubwa ambalo vijana wanaliona sasa hivi, viongozi vijana hawa ni kizazi ambacho kinaona huko kwingine mambo yanavyokwenda. Wanaona China, Singapore na kwingineko kwamba walikuwa maskini pia hizo nchi huko nyuma, lakini wameweza kufanya transformation, mabadiliko makubwa. Kwa hiyo kumekuwa na kizazi hicho cha vijana sasa kwenye mabano wana mapinduzi. Kwa hiyo hata aina ya viongozi ya Virendra Shah kutoka Nepal wakiiga yale ambayo yanaweza yakaleta mabadiliko ambayo yanawezekana, wanaweza wakafanya makubwa, kwa sababu fursa zipo, vijana wapo na nchi zina rasilimali. Ni pale tu ubinafsi unapotawala, unapojiangalia wewe kiongozi na wachache waliokuwa pembeni yako waliokuzunguka, ndipo hapo mambo huwa yanaharibika. Lakini uwazi, kuacha ubinafsi, yote yanawezekana. Hizi nchi kama Nepal, Bangladesh, Sri Lanka wanayo fursa hiyo, kwa sababu wana vijana wengi ambao wasomi wanaojituma, lakini wanakatishwa tamaa na aina ya viongozi wanaokuwa madarakani wenye kufikiria wao wenyewe tu. Kwa hiyo anayo fursa, tusubiri kuona atafanya nini, lakini yuko madarakani sasa, anaenda kuapishwa rais, waziri mkuu kijana kuliko wote katika dunia kwa sasa. Na unadhani kwa wimbi hili lililopo ambalo linapewa nguvu na msukumo mkubwa na maendeleo ya digital, unadhani dunia sasa inahitaji viongozi vijana zaidi wa namna ya Virendra Shah? Dunia inahitaji viongozi wenye mawazo ya kijana, kwa sababu unaweza ukawa kijana ukawa na fikra za kizee, za kiafidhina, sio kuwa tayari kupata mabadiliko, sio kuwa tayari kuhakikisha maslahi ya nchi yanalindwa. Lakini kijana basi ukawa ni mzee, umepitwa na wakati. Lakini unaweza ukawa mzee una fikra za ujana kwa maana ya kisasa. Kwa hiyo dunia inahitaji watu wa namna hiyo. Kwa hiyo vijana hapa sasa wanapoambiwa, wanapewa nafasi ambayo ni mtihani wa kuonyesha kwamba wana utofauti katika kufikiri, na unaweza ukafikiri kama mzee wakati bado ni kijana, kutokana na hayo tuliyosema huko nyuma. Ukiwa binafsi sana, ukiwa ni mtu mwenye kujali maslahi yako na wenzako wachache, basi unakuwa mhafidhina. Ndio haya ambayo vijana sasa hivi duniani hawayataki. Sasa tumeona pia kumekuwa na vuguvugu ama kiu ya vijana katika baadhi ya mataifa ya kutaka hayo mabadiliko, licha ya kwamba kwenye mataifa mengi mavuguvugu hayo hayajafanikiwa, hasa mataifa ya Afrika. Tumeona kwa mfano kule nchini Uganda na kijana mwenzao Robert Chagulanyi, kule Madagascar pia walianzisha vuguvugu kama hilo, lakini wakaishia kurejesha utawala wa kijeshi mamlakani. Nepal walianzisha vuguvugu na wao wamefanikiwa kumweka kijana mwenzao madarakani. Hii imewezekana vipi? Imani, unapokuwa kwenye kugombania mamlaka kama chama cha siasa, huko unapotoa mifano Uganda na kwingineko, ni imani ya wapiga kura, lakini pia kujikita kwa walio wapiga kura. Toa mfano wa jirani tu Uganda, chama cha Museveni pamoja na yeye kuwa na umri mkubwa, lakini kimejiwekeza zaidi kwenye maeneo ya vijijini, na huko pia vijana wapo wanasema better the devil you know, zimu likujualo alikuli likafusha. Ipo hiyo zana katika dunia. Watu wana hofu pia mabadiliko makubwa, na hasa wanaotaka kuingia madarakani wanapoonyesha kutokuaminika. Kwa hiyo ukiaminika, ukiweka sera zako vizuri, ajenda zako vizuri, na watu wakakuamini na ukatumia, na kuna maeneo ambayo vijana wakufanya vizuri nao pia na wakasha tamaa wengine, lakini bado kuna uwezekano kwa wale ambao wamejenga misingi yao iliyokuwa imara, lakini kubwa ni trust, imani kwa wale wanaokwenda kukuchagua. Kwa mfano wa Nepal, bila shaka akiwa meya amefanya vizuri, nimesoma habari zake. Kwa hiyo sio tu kwa sababu ni mwanamuziki wa muziki wa kufoka, lakini amefanya makubwa katika Kathmandu kama mstahiki meya. Nakushukuru sana Majid, asante sana kwa uchambuzi uliotupatia. Nakushukuru sana Abdullah kwa kunipa nafasi hii. Shukrani sana. Naam, ni Majid Mjengwa ambaye ni mwanahabari mkongwe na mchambuzi wa masuala ya kimataifa.